Niliyowaambia nilipokuwa ningali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa. Amina. Kwa Biblia ni neno aliloandikiwa lililokuwa linamhusu. Bwana Yesu asifiwe. Likakusanya, likatengeneza Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yesu anasema ameandikiwa wapi? Anasema yote niliyoandikiwa wapi? Yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa. Bwana Yesu asifiwe. Katika vitabu vya manabii na katika Zaburi. Bwana Yesu asifiwe. Maana agano ile la kale siku. Kwa sababu hili lingine hayo alikuwa anasema ndio yakatengeneza vingine. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tumeona Yesu anasema ni lazima yatimizwe yote aliyoandikiwa yeye. Bwana Yesu asifiwe. Ambayo yameandikwa katika Torati ya Musa, katika vitabu vya manabii na katika Zaburi. Bwana Yesu asifiwe sana. Swali lingine lilikuwa ni gani? Kitabu cha Mwanzo sura ya 6 kwa habari ya malaika. Mwanzo sura ya 6 kwamba wana wa Mungu walichangamana na wana wa wanadamu. Wakasema kwamba wana wa Mungu walikuwa wanazungumziwa pale, lakini pia kwenye Ayubu sura ya kwanza ile tunaona kwamba wana wa Mungu walijihudhurisha na shetani naye alikuwa katikati yao. Tunaona kama ni tukio la kiroho, walijihudhurisha mbele za Mungu. Lakini pia kwenye Warumi anasema kwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Wana wa Mungu imezungumzwa sehemu nyingi. Sasa sijajua kwa maana kwa ilizungumzwa kwenye Mwanzo sura ya 6 na Mwanzo sura na Ayubu ile sura ya kwanza na hii Warumi. Kwa nini wanazungumza wana wa Mungu kwa namna tofauti? Je, wale wana wa Mungu waliozungumziwa katika Mwanzo sura ya 6 ndio wana wa Mungu ambao wamezungumziwa katika Ayubu sura ya kwanza au imekaa namna hiyo? Yes, tulifungua kidogo hilo somo la tulikuwa tunasoma juu ya malaika, si ndio? Na tukapita kuona Biblia inasema wana wa Mungu kwenye Mwanzo sura ya 6. Yes, lakini Ayubu anatuambia juu ya wana wa Mungu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Biblia ya Kiswahili imeita watu wote wana wa Mungu. Amina. Ni lugha tu ina upungufu wa maneno. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Ni lugha tu ina upungufu wa maneno. Hayo maneno kwenye tafsiri ya asili, nikisema tafsiri ya asili ya agano ya Kiebrania kwenye agano la kale na Kiyunani kwenye agano jipya. Amina. Yaani lugha za kuandikia, acha lugha za tafsiri. Bwana Yesu asifiwe. Neno mwana kwenye agano la kale, malaika waliitwa wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye agano la kale, Bwana Yesu asifiwe, malaika walikuwa referred kama wana wa Mungu. Hawa malaika tuliona siku ile kwenye somo, kuna malaika waasi walioasi. Amina. Walianguka na shetani. Bwana Yesu asifiwe. Alafu kuna malaika walioacha zamu zao, na wao walianguka vile, lakini ni kundi lao ambao Biblia inasema wale malaika ambao waliacha zamu zao, waliacha mamlaka yao, waliacha eneo lao, walikamatwa wakafungwa, wote wako paumu. Bwana Yesu asifiwe. Ambao walishika kuilinda mizi yao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hawa malaika waasi wakawaona binti
binti za wanadamu, wakaingia kwa binti za wanadamu. Mwanzo ndio hao ndio waliozaa na binti za wanadamu, wakazaa watu hodari, majitu, yalikuwa yanaitwa majitu. Nakumbuka malaika waliomtembelea Ibrahimu, na baada ya kumalizana na Ibrahimu wakamwambia tunaenda hapo Sodoma, si ndio? Na walipofika Sodoma, Biblia inasema watu wa Sodoma wakawatamani, si ndio? Sio kuwatamani, wakavamia na nyumba ya yule mzee Lutu, si ndio? Alipowaambia jamani, mna shida gani? Anasema kuna watu wameingia huko kwenye nyumba, ni warembo, tupe hao. Na mzee Lutu hakusema malaika hawa waruhusiwi kufanyiwa mnavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Aliwaambia, ndugu zangu, hawa ni wageni wangu, naomba msiwatende jambo hilo. Amina. Maana ilikuwa linawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Msiwatende hivyo. Tazama, ninao binti zangu, naomba binti zangu. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wageni niachie. Amina. It was very possible. Wale wakasema, binti zako tunao hapa mtaani, tunawajua, tulishabomoa hii nyumba muda mrefu, sisi tunataka. Wakaenda wakabisha. Mwisho wa siku wale malaika wakasema, okay, relax mzee, acha kufunga mlango, wewe acha mlango wewe. Wakaingia kuwavamia, malaika wakawashughulikia. Amina. Piga upofu, wakaanza kutaka. Amina. Namba 2, neno mwana wa Mungu. Mwana, hilo neno mwana wa Mungu Kiebrania, tafsiri yake ukisema mwana wa Mungu, yani is as good as, ni sawasawa tu na kuwa umeita Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yani ukisema huyu ni mwana wa Mungu, kwa tafsiri ya Kiebrania ni kwamba umemwita Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kitendo cha sisi kuokoka na kuitwa wana wa Mungu, hilo neno wana wa Mungu lililotokana na kuokoka halimaanishi tumezaliwa na Mungu, linamaanisha sisi ni miungu. Kwa hiyo kulingana na mazingira hayo ya kufanyika, sisi tulichofanyika, tumekuwa metamorphosed kuwa wana wa Mungu, sio not by birth, sio kwa kuzaliwa, ila kwa kufanyika. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana sisi hatuitwi wa Mungu, tunaitwa heroes.